Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Mei 12 ya mwaka wa 2025. Kumbuka masomo yetu mwaka huu yanasema mwinue Yesu juu. Tuombe. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, ninasema asante kwa namna ambavyo unatupenda na kutulinda. Ninakushukuru kwa upendo wako wa pekee katika maisha yetu. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umetupatia asubuhi ya leo. Tunasema asante kwani umetuleta pamoja kujifunza neno lako, na nafasi hii ya pekee uliyotupatia tunakusihi ukatusaidie tukaitumie vema katika maisha haya. Tusamehe dhambi zetu, tuongoze katika kila hatua ambayo tutaifanya. Neema yako idumu kuwa pamoja nasi ukitulinda na kutuongoza katika jina la Yesu Kristo, amina. Mada ya leo inasema kuitukuza sheria ya Mungu. Kitabu cha Hesabu sura ya 15 aya 40 kinasema, ili mpate kukumbuka na kuyafanya maagizo yangu yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Maagizo yote yaliyotolewa kwa wana wa Israeli ya zamani kuhusiana na kufundisha amri za Mungu kwa watoto wao ni kwa ajili yetu. Ikiwa tutakuwa wazembe na kupuuza kuhimiza umuhimu wa kutii amri hizi, kama ninavyojua kwamba wengi wamefanya, hebu sote na tunyenyekeze mioyo yetu mbele za Mungu na kuifanya kazi ya toba kwa bidii na kwa ukamilifu. Hebu tujifunze kushughulika na watoto wetu kwa huruma. Katika miaka yao ya ujana, wanapaswa kufundishwa kwa fadhili, kwa subira, kwa akili, kwa upendo katika huduma zote za kidini. Wazazi wakifanya masomo haya kuwa sahili na yenye kuvutia ili wawajulishe watoto wao njia ya Bwana. Kushindwa kwa wazazi kufanya kazi hii hapo awali kumeonekana katika vizazi vilivyofuata. Inahitajika jitihada ya kudumu yenye ustahimilivu ili kutunza kiwango cha uadilifu kilichotukuka. Lakini hakuna yeyote aliye mzembe katika kanuni anayekubaliwa na Mungu. Uzoefu wetu wa kidini unaharibiwa na kuruhusu kanuni zetu kupotoshwa. Sasa, zaidi ya wakati mwingine wowote wa historia ya ulimwengu, tunapaswa kutii mausia haya. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Katika zama za kale maonyo yalitolewa mara kwa mara dhidi ya ibada ya sanamu. Katika zama hizi za dunia hatari hiyo hiyo ipo. Tunapaswa kuwalinda watoto wetu dhidi ya kuwa na ushirika na ulimwengu na dhidi ya kuiga matendo ya wale walio gizani. Kwa kadiri inavyowezekana, hebu na tuwatenge mbali na jamii ya wasioamini. Tunajua kwamba wale ambao hawamtumikii Bwana Yesu wanamtumikia kiongozi mwingine, na kwamba kiongozi huyo atafanya jitihada za makusudi kudhibiti akili za wale wanaojua ukweli. Kazi za udanganyifu za Shetani zinaendelea kutekelezwa kila mahali. Wale wanaompenda Mungu kweli kweli wataonesha upendo wao kwake katika kila hali na kwenye mazingira yoyote. Hawatakubali kujihusisha katika maburudisho ya kipumbavu na burudani za walimwengu. Hawatashawishiwa kumsahau Bwana wakati wowote. Wakristo wanaweza na wanapaswa kuhisi uchungu mtakatifu dhidi ya upungufu na upumbavu wa wale wasiompenda Mungu. Jiangalie nafsi yako na usiingie katika majaribu kwa kusema maneno yasiyofaa, yasiyo na thamani na yasiyo na maana. Zungumza maneno yale ambayo yanaonesha kuwa wewe mwana wa Mungu na kwamba moyo wako umejazwa na upendo wake. Bila shaka tunalazimika kuwa watu wa pekee, watakatifu kwa Bwana, kama wana wa Israeli walivyotakiwa kuwa.
Vinginevyo hatuwezi kumwakilisha kikamilifu mkombozi wetu mwenye hekima, huruma na aliyetukuka. Manuscript 152, mwaka wa 1901. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Mei 12, mada ikisema kuitukuza sheria ya Mungu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa masomo haya, tunakuwa tumefikia tamati na hitimisho kwa masomo ya Kesha la Asubuhi, hasa mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.